cha umma wa mkoa na mdau wetu wa maendeleo, rafiki yetu na ndugu yetu aliyetoka Dodoma, naomba tumtambue, lakini mwenyekiti makamu mwenyekiti wa halmashauri, nimtambue mwakilishi wa mbunge wetu wa jimbo la Njombe mjini kakangu Leo Mwanyika, baadhi ya wajumbe wenzangu wa kamati ya usalama walioko ndani, najua tuna kaka yetu kutoka jeshi la magereza, viongozi na wadau mbalimbali wa maendeleo, wakurugenzi waliotajwa hapa wa Apple Media, Wende FM, wadhamini wa tukio hili, wanahabari wetu wote waliotoka ndani ya mkoa huu na nje ya mkoa huu. Nimeona wadogo zangu kutoka Dodoma, lakini washiriki ambao hasa ndio wametuleta hapa, ambao ni kundi kubwa la Njombe Special Talent, naomba tujipigie makofi. Kama alivyosema hapa Mheshimiwa mbunge, tumekuja hapa kwa ajili ya jambo la furaha, na kwenye furaha hapahitaji hotuba nyingi. Kwa mimi nitaongea sehemu ndogo sana ili nitakishi waandaaji wa shughuli hii. Mheshimiwa mbunge, Sigilada na kupongeza kwa kufanya ubunifu huu. Umefanya jambo kubwa ambao ningetamani kila mwana Njombe aige kulifanya, kwa sababu matukio ya kufanya ni mengi. Ndio maana umemtambulisha ndugu yangu pale ambaye amekuja na Uchumi Parachichi Marathon. Na Uchumi Parachichi Marathon mshindi wake anapata $1,000,000. Juzi nimeona pale NBC Dodoma Marathon wa Tanzania wanalalamika, zawadi $70,000,000, mshindi wa kwanza mpaka wa 10 ametoka Kenya. Sasa kuna hela zimetengwa pale, mshindi wa kwanza mpaka wa 10 wa kike na wa kiume kwenye Uchumi Parachichi Marathon. Mmeambiwa mapema, msije mkalalamika kwamba mbona sasa watu wa moto wamekuja kuchukua hela Njombe wameondoka. Nachosema, Sigilada amefanya tukio moja. Dunia ina matukio zaidi ya 1000 kujazuiwa kufanya. Fanya. Hata ukiamka kesho ukasajili kufanya Miss Njombe, fanya. Ukiamka kesho ukafanya Njombe Sausage kama anaofanya Litapoze kwenye Bongo Sausage, fanya. Ukiamka kesho ukaamua kusajili mashindano ya baisikeli Njombe, fanya. Ukiamua kufanya kama anavyofanya Dr. Tulia kwenye Tulia Tradition Dancing, ukafanya ngoma za asili za Njombe, fanya. Usihangaike na tukio la mwenzako, tafuta la kwako, fanya. Tutakuunga mkono. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kama alivyosema hapa Mheshimiwa mbunge, sisi Njombe tunajadili uchumi. Tunaanza kwanza na uchumi, itikadi, imani kukuta mbele ya safari. Wachina sehemu kubwa hawana dini ila wana uchumi. Sio, mnaelewa vizuri? Wanajadili innovation, wanajadili teknolojia. Mambo ya Mungu yanakuja kwenye baadhi ya jamii. Sisi huko kwetu mnaweza mkagombania dini, lakini maskini wa Mungu wote wamekutana hoe hai. Sasa naomba kila mmoja mshike mwenzake mkono hapo alipo. Kila mmoja mshike mwenzake mkono na uutikise mkono wa mwenzake. Mitandao ya kijamii, sisi ndio tunaomiliki simu janja. Swali kubwa, unajielimisha nini kwenye simu yako?
Huko kwenye mitandao ya kijamii ndio kuliko na matangazo ya Njombe Special Talent, umeyaona? Huko kwenye mitandao ya kijamii ndio kuna matangazo ya Njombe Uchumi Parachichi Marathon na zawadi zimetajwa, umeyaona? Huko kwenye mitandao ya kijamii ndiko kuliko na hela 10% za halmashauri, umeyaona? Huko kwenye mitandao ndio kuna pesa zinazotolewa kwa ajili ya content creators, mmeziona kwenye mitandao? Kwani wewe kwenye simu yako unaangalia nini? Yapo ya kuangalia ya sisi vijana. Wapo vijana kwenye makundi ya WhatsApp toka asubuhi mpaka jioni ni kutuma picha za aina ya pombe. Utatuma asubuhi Jack Daniel, mchana Serengeti Light, jioni Kilimanjaro. Lakini hiyo simu yako pia ina fursa. Lakini sisi kama vijana tunashirikishana kwenye mambo ya maana ambayo vijana wenzetu wanafanya. Tunatembeleana. Sasa mimi nipongeze Sigrada kwa sababu umewakutanisha. Huko mbele takakoenda, nimeona hapo umempongeza mkurugenzi wa Upland Radio. Wala hawezi kupata shida wewe mkurugenzi. Wewe mkurugenzi ni mtumishi wa halmashauri. Lakini ni mtumishi wa halmashauri, anamiliki redio yake, analima, anafanya biashara, hawezi kuwa mpiga majungu kwenye ofisi. Lakini hapa Njombe ni mkoa ambao una vijana wengi sana waliothubutu kwenye uchumi. Na hata hapo kwenye meza zenu mkiulizana, kila kijana wa Njombe kuna anachomiliki. Njombe ni mkoa ambao ukimuona mtu anacheza pool table, huyo sio mzaliwa wa mkoa huu. Hatuna wacheza pool table hapa, wapo? Hata mapool table hayapo. Nilikuwa namwambia pale Salum, huu ni mkoa ambao unawapata watu kanisani, msikitini. Kuwakusanya ukawapata hivi shughuli kweli kweli hawa watu kuja hapa. Kwa nini? Kwa sababu wako bize kwenye kuhangaikia maisha yao. Na spirit hiyo msiiache. Msiiache. Huu ni mkoa ambao tunazalisha vijana wapambanaji wa kutafuta pesa. Vijana wa Njombe walitoka wakathubutu kwenye mikoa ya majirani zetu. Utawakuta Tunduma, utawakuta Mbeya, utawakuta Iringa, utawakuta Songwe, utawakuta Dar es Salaam. Vijana wa Njombe wa wakati huo ambao ni wa milenia. Sisi wa leo tuna mahala pa kujifunza. Tusiache spiriti ya mkoa wetu. Siasa ziwepo, lakini tutangulize uchumi wetu kama mkoa. Kwa hilo ni wito wangu ambao nautoa kwenu. Tumezungumza kuhusu parachichi kama zao la mkoa. Na nimewaambia watu wa Njombe tusipande michongoma. Tunaenda kwenye mvua za msimu huu. Ningetamani kumuona kila kijana wa mkoa huu ambaye nyumbani kwao kuna eneo la ardhi yenye udongo aweka alama ya 2026. Miaka 4 watu waanze kula hela ya matunda ya 2026. Tulikuwa tunafanya mahesabu jana na wakulima tuliowapeleka India. Mti mmoja wa parachichi uliotunzwa vizuri nyumbani, miaka 3 unakupa kilo 30. Kilo 30 ni shilingi 2,000 kwa kilo. Ni shilingi 60,000 kwenye mti mmoja. Miti 10 inakupa shilingi 600,000 kwenye miaka 3. Mti uliotunzwa vizuri wa parachichi, miongoni mwenu hapa ni wakulima, parachichi wenye miaka 5 utakupa kilo 100. Kilo 100 ni shilingi 200,000. Miti 10 ni shilingi 2,000,000. Parachichi uliofikisha miaka 10 utakupa kilo 350. Ukiuza kwenye premium, maana yake mti mmoja wa parachichi leo una uhakika kukupa milioni 1. Nendeni kwenye mashamba kina Mzende, mashamba kina Nemes,
Nendeni kwenye mashamba ya kaka zenu kina Shikamoo Parachichi. Nendeni kwenye mashamba kina Mzee Nziku. Nendeni kwenye mashamba kina Mzee Msuya. Kaulizeni kwamba nauliza mti wenye miaka 10 hapa uone unaofanana. Na hii ni miti inayotunzwa nyumbani. Inahudumiwa maji ya nyumbani, mbolea ya nyumbani. Ukiwa na miti 10 nyumbani kwako, ikafika miaka 10, haukosi milioni 2.5 nyumbani kwako. Una haja kupanda michongoma, sijui makaratusi, kila siku asubuhi unasumbua watu kufagia maua. Achana na hayo mambo kijana. Lakini tunafungua uchumi wa Njombe. Hapa Njombe leo parachichi. Na hasa ninyi vijana ambao mko hapa mnisikilize vizuri. Wanaokuja kununua parachichi hapa, kampuni ziko zaidi ya 30. Watanzania wenye kampuni zinazopeleka parachichi nje ya nchi ni 2. Kampuni zote ni za vijana wa Kenya. Mtawachukia bure. Kwa sababu sisi viongozi tunatimiza wajibu wa kuambia hii ni fursa. Utaishia kusema Shikamoo Parachichi ni Freemasons. Na wewe kuwa Freemasons basi. Vijana wa Kenya, kampuni 30, mkurugenzi wa Upland yuko hapa. Kampuni 30 zinanunua parachichi Tanzania hapa Njombe. Kampuni 28 za Kenya, za Watanzania 2. Lakini tuna watu wananunua parachichi kwa wakulima. Tumefika mahala, Mheshimiwa Mbunge Sigirada, hata madalali wa kununua parachichi kwa wakulima wa Kenya. Vijana wako hawa anapewa milioni 2 kakusanya parachichi, anapotea. Sasa kwenye hayo mazingira, ndio maana nimewaambia juzi, tuna shida ya uaminifu. Mheshimiwa Mbunge, unaagiza gari Japani, Japani hakujui, anakuambia hii gari imevunjika sentimita, imefanyika hiki, imefanyika hiki. Unalipa, anakuletea gari. Gari inafika bandarini, Mtanzania mwenzako anakuibia redio, anaiba spare tire, lakini Mjapani hakujua amekuletea gari nzima. Hawa vijana wenzetu hawa wanakuja watu kununua parachichi kutoka China, India. Wanawapa hela, nikusanyie mzigo wa milioni 40. Anazima simu, anamblock, anapotea. Kwa hiyo inabidi mtu akatafute Mkenya aje amfanyie hiyo kazi kwa niaba. Hayo lazima tuyazungumze sisi kama vijana. Huo ubabaishaji tuukatae. Uchumi unaondoka mikononi kwetu. Na tunapojadili uchumi lazima uwe na hasira ya kujadili. Lakini hapa pia vijana wengi wanadhulumiana. Mwenzako anaona kuliko wewe uende benki ukakope, anakupa hela milioni 2, milioni 3, ukimbizani unapotea. Kwani waombe forum hii tutabaini vipaji, lakini iwe ni mwanzo. Afisa utamaduni nilimuona hapa. Afisa utamaduni. Baadaye tuwe na jukwaa la haya mambo kuyazungumza. Tunakuwa na jukwaa la vijana. Watu kama kina Upland Radio, kina Wende, waje wazungumze na makundi. Kwa sababu ujana unapita. Utamaliza ujana wako una nini? Sigirada kwenye umri wake mdogo amesoma shule kwa kawaida kabisa, leo ni mbunge. Kama ambavyo wengine hapa, kila mmoja Mungu amekufanikisha kwenye cha kwako. Ni waombe kwa vijana wa Njombe, hatuwezi kuhubiri uchumi sana kwa sababu waliotangulia wamefanya vizuri. Tubebe uaminifu. Tubebe uaminifu. Njombe inafunguka. Afrika ameuza parachichi za bilioni 22 msimu uliomalizika. Nemes hata darasa la 7 hajamaliza vizuri. Kijana mwenzetu anazalisha miche ya parachichi, ameuza miche 500,000. Miche 500,000 kama aliuza kwa 5,500 maki ni bilioni 2 na milioni 500. Wewe kesho utasema Nemes mwizi. Kama utakuwa ni kijana ambaye
kazi yako ni kubatiza watu majina ya hovyo, mwisho wa siku utalalamika tu. Kwa tunao mifano mizuri ya vijana wenzetu waliofanya vizuri kwenye uthubutu mkubwa kwenye sekta binafsi. Narudia kuwaomba, Makambako halmashauri wametoa mikopo zaidi ya milioni 600 ya vijana. Njombe DC wametoa mikopo zaidi ya bilioni 1. Hapa mjini Kuruthumu wametoa mikopo zaidi ya milioni 600. Wabunge wenu wanahangaikia mikopo ya vijana. Mheshimiwa Waziri Nanauka amekuja hapa, tunatangaza hizi fursa. Je, vijana wetu wapo? Kwa swali nalowaachia, wewe mtandaoni unaona nini? Niliwaambia wenzenu, wewe unaona Njombe kuna uchawi, Mchina anaona Njombe kuna fursa. Sasa we kijana mwenzangu, mtandaoni unaona nini? Kama mtandaoni unaona shanga, utalala na shanga. Sijui mnanielewa? Kama mtandaoni unaona watu wanaosutana, utalala na watu wanaosutana. Sijui mnanielewa vizuri? Kwani we mtandaoni unaona nini? Hotuba za kukusaidia kijana zipo nyingi tu. Fursa ziko nyingi. Kila wizara inazungumza fursa za unaziona. Kwa swali kubwa, mtandaoni wewe kijana mwenzangu unaona nini cha kusaidia? Kwa kakaangu Salum Mwalimu, uko kwenye mkoa wetu, mkoa ambao watu wanachapa kazi sana, lakini niwaombe sana vijana wa Njombe, tubebe hasira ya kujenga uchumi wetu. Hatutazuia wageni kuja hapa, lakini wageni watukute tumejiandaa. Tumejiandaa kwenye mbao, tumejiandaa kwenye nguzo, tumejiandaa kwenye mirunda, tumejiandaa kwenye mabanzi, tumejiandaa kwenye parachichi matunda, tumejiandaa kwenye parachichi mafuta, tumejiandaa kuzalisha miche. Nilikuwa Wanging'ombe, nikawaambia ukinunua vifaranga 100 vya kuku wa mayai Silverland, kifaranga kimoja 2,000, vifaranga 100 200,000. Kulisha vifaranga 100 mpaka watoe mayai ni 1,500,000. Unatoa tray 3 kwa mwezi, kwa mwaka 1.5. Kila siku una tray 3. Tray shilingi 10,000, tray 3 30,000. Kwa mwezi 900,000. Hata vifaranga 100 mtaji wa 200,000 kuvinunua chakula cha milioni, na penye sema kama tuwezi. Una mpangaji umempangisha, mnadaiana kodi ya shilingi 30,000. Toa mpangaji, weka kuku. Huyu mpangaji 30,000 kwa mwaka 360,000. Weka kuku 100. Baada ya miezi 6 utatoa tray 3, shilingi 30,000 kwa siku, shilingi 900,000 kwa mwezi, milioni 11 kwa mwaka. Mwaka na nusu unaama, unaweka kuku 500. Tusifanye biashara za kukalilishana hapa, nyumba nyumba nyumba. Na nimewaambia vijana, kama unapata hela leo, achana kwanza na mambo ya kujenga nyumba ya milioni 20. Kanunue shamba heka shilingi 500,000, eka 2 milioni, miche ya parachichi eka 1, miche 120. Mche wa parachichi 5,000. Tumia milioni 1.5, weka miche ya parachichi kwenye eka 2, weka madebe 4 kwenye kila mche. Baada ya miaka 3 utapata hela kujenga nyumba. Sijui mnanielewa? Tusikalilishane biashara. Nimesema kwa wale wanaopenda kilimo, lakini wale ambao mnapenda biashara uchuuzi, fanya biashara yako. Fursa zipo nyingi. Kwa nikushukuru sana Mheshimiwa Mbunge.
Mheshimiwa Sigirada na Mheshimiwa Mwanyika amefanya ziara hapa na amewaambia 10% zinazopatikana kwenye jimbo la Njombe mjini. Wameenda kwenye mikutano, naamini wamemsikiliza, hawataraumu. Kiufupi, wabunge hamna deni na wao, mmetimiza wajibu wa kuambia. Mheshimiwa Mwanyika kila anapomaliza session ya bunge yuko hapa, anafanya ziara kata kwa kata, anakutana nao, anawaambia. Baraza la madiwani wanasema, wewe mwenyewe hapo Mheshimiwa Sigirada unasema hakuna mahali watakuja kusute kwamba hukusema. Kwa mimi nawashukuru sana, nawakaribisha sana kwenye mkoa, wala ambao ni wageni. Sigirada umesema kwamba Njombe ni mkoa wenye ardhi nzuri. Ngoja nikwambie, nilishawaambia hapa Njombe hata ukipanda kidole chako kinaota. Umasikini umeshakuwa mwenyewe. Hapa Njombe ndio eneo pekee ambalo hata ukija na mapambio upati watu. Kuna wahubiri huko wanapata watu maeneo mengine, akija hapa Njombe mjini hapati mtu. Hapa watu hawaishi kwa miujiza, wanaamini kwamba wakifanya kazi watapata pesa. Kwa baada ya kusema hayo, kaka Salum